Katika moja ya mahojiano aliyoyafanya hivi karibuni, katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi na mbunge wa kuteuliwa na rais katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bi Evelyn Munisi, aliweka wazi kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 ni moja kati ya uchaguzi ambao hakugubikwa na ghasia zozote zile, akieleza kuwa ni uchaguzi ambao kwa upande wake ulikwenda katika mazingira tulivu. Hali hiyo imemuibua makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi Bwana Joseph Selasini, ambaye amekosoa kauli hiyo akieleza kuwa huo si msimamo wa chama cha NCCR Mageuzi. Katika mahojiano aliyofanya nasi siku ya hii leo, anasema: Kwanza nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa kunipatia hii nafasi ili kuweza kufafanua jambo hilo. Jambo la kwanza ni kwamba huyo sio mbunge wa NCCR Mageuzi. Lazima jamii ielewe, NCCR Mageuzi walienda kwenye uchaguzi lakini hawakupata mbunge hata mmoja. Ina maana kwamba wananchi waliona kwamba hawastahili kupata mbunge. Huyo ni mbunge aliyeteuliwa na rais. Kwa mujibu wa katiba, rais ana nafasi 10 ambazo anaweza akateua watu ambao anaona wanaweza kumsaidia katika kazi zake. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwamba huyo ni mbunge wa Ikulu, sio mbunge wa NCCR Mageuzi. Jambo la pili ni kwamba NCCR Mageuzi tangu uchaguzi ulipomalizika haijawahi kufanya kikao chochote cha kikatiba, cha kamati kuu, cha halmashauri kuu wala mkutano mkuu ili kujadili na kuweka msimamo juu ya yaliyotokea katika uchaguzi ambao unadaiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ninafahamu na ninakumbuka kwamba msajili wa vyama vya siasa aliita kikao cha vyama vyote na alikaa navyo kila chama peke yake akiviuliza yaliyotokea katika uchaguzi. Na mimi niliweka wazi kabisa mbele ya msajili kwamba hatujawahi kufanya kikao, lakini ukiniuliza mimi kama mwanasiasa ni kwamba hakukuwa na uchaguzi, na kwa sababu hiyo hata kujadili kwamba ulikuwa huru na haki ni jambo ambalo ni lazima utafute maneno ya kuliwekea. Sasa hivi kuna tume ambayo rais ameiunda, na pamoja na hiyo tume kupata changamoto kubwa sana ya kukubalika ndani ya jamii, lakini yeye mwenyewe rais aliiunda kwa ajili ya kujadili na kutafuta suluhu ya yaliyotokea tarehe 29. Maana yake nini? Maana yake rais aliyemteua kuwa mbunge pamoja na hiyo tume wanajua kwamba tarehe 29 kulitokea vurugu wakati wa uchaguzi. Wanajua kwamba hizo vurugu ambazo zinalalamikiwa kitaifa, kikanda na kimataifa zilitokana na polisi kuingilia maandamano yaliyofanyika siku ile. Leo unapomwona mwanasiasa anakanusha jambo ambalo kitaifa linajadiliwa, kikanda linajadiliwa, Afrika inajadili, dunia nzima pamoja na vikao, bunge la Ulaya linajadili, vikao vya haki za binadamu vya Ulaya na kadhalika vinajadili, ujue kwamba huyu huenda aliteuliwa kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Sasa mimi ninachoweza kusema ni kwamba kama Evelyn waliompendekeza na waliomteua wanadhani kwamba anaweza akaisafisha serikali, wamekosea sana. Kwa sababu nilikuwa nikipiga kelele sana, hata vikao vyake na waandishi wa habari, taarifa zinatoka kusikojulikana, yeye kazi yake ni kusoma tu. Kauli aliyotoa Evelyn na uteuzi ambao amepata inaonyesha dhahiri kabisa kuamua kuitumbukiza NCCR shimoni. Ndio maana watu ambao tunapenda upinzani, tuliokulia kwenye upinzani, tulianzisha upinzani kama mimi, lazima niseme waziwazi na wanachama wenzangu wa NCCR Mageuzi wanielewe. Sasa ni wakati wa kutafakari kubaki NCCR au kuondoka, kwa sababu hii sio tu fedhea kwa chama, ni fedhea kwa kila mtu ambaye alishuhudia kilichofanyika tarehe 29. Tarehe 29 kwa mfano Dar es Salaam, vituo vya kupigia kura viliharibiwa, watu walikimbia na maboksi, watu walitawanya kura barabarani na maeneo mengine. Leo katibu mkuu wa chama cha upinzani ambaye alitegemewa au inategemewa chama hicho kiwe ni msemaji wa wananchi kutoa kauli hiyo,
ni kuwasaliti wananchi, mimi ningalisema viti 10 rais alivyopewa kwa mujibu wa katiba, tafsiri yani alipewa au katiba ilianzisha hivyo viti ili kama rais amekosa mtu ambaye pengine alimkusudia awe waziri, basi rais amteue ili ampe hiyo nafasi ya uwaziri, au alikusudia mtu ambaye angekuwa mshauri wake maalumu awe ndani ya bunge lakini hayuko bungeni kwa sababu hakugombea, basi ampe hiyo nafasi ili awe mshauri. Wakati huu alitakiwa apate watu ambao wanaweza kulileta taifa kwa pamoja. Ndio maana nilishasema na nikarudia kwamba kufikiria kuua upinzani kwa staili hiyo ni kujidanganya, kwa sababu upinzani utabaki ndani ya mioyo ya watu. Na nimesema tena na narudia, ukifanya namna hiyo, sio kwamba tu unaimarisha Chadema, sio kwamba tu unaimarisha wale ambao wako pro mageuzi, lakini ni kwamba unaua akili ambazo zingeweza kukusaidia. Evelyn amesema polisi walikuwa rafiki tofauti na miaka iliyopita. Ameshiriki chaguzi zipi? Kwa sababu ndani ya NCCR sisi tuko kwenye uchaguzi tangu mwaka 95, 2000, 2005, 2010. Tunaweza tukaeleza historia ya chaguzi za Tanzania zilivyokuwa, na sio tangu 95 tu. Mimi niko kwenye uchaguzi tangu 94 tulivyoenda kwa Hani, uchaguzi wa vyama vingi alivyofariki mbunge wa kwa Hani, au tulipoenda Ileje wakati wa uchaguzi kujaza nafasi ya marehemu Steven Kibona aliyekuwa waziri wa fedha. Yeye kuteuliwa tu kwa mbunge tayari anajua chaguzi zote ambazo zimeshafanyika. Mimi nasema hakuna katika historia ya nchi hii ambayo polisi wa Tanzania wameonyesha uwezo wao wa kuwagawa wa Tanzania. Hakuna katika historia ya nchi hii ambao polisi wamesababisha mgawanyiko kwa taifa kama ilivyo sasa hivi. Hizi tume unazoona zinatengenezwa na jitihada za Commonwealth ni katika kulileta taifa pamoja lililogawanywa tarehe 29. Leo hii atasimamaje mtu eti kwa kofia ya Ikulu au kwa nembo ya chama ambacho kilikuwa na historia kupigania mageuzi nchini na kusema kwamba eti polisi walikuwa rafiki safari hii? Naomba tafadhali sana, mimi kama 30 nisihusishwe kwenye jambo hilo. Imetajwa NCCR na mimi niko huko, na ukweli ni kwamba sasa hivi niko mguu ndani mguu nje. Sitaki damu za Watanzania ziwe laana kwangu na kwa kizazi changu. Sitaki kabisa. Hata hiyo hotuba haja internalize. Ndugu mwandishi, naomba nisisitize, sio kauli ya chama. Na kama kuna mtu ndani ya chama cha NCCR atasema kwamba ni kauli yake, ajitokeze ikanushi. Kama ni mwenyekiti, kama ni mtu mwingine yoyote, hakuna mahali kikao kimefanyika NCCR Mageuzi ikatoa kauli hiyo. Huo ni msimamo wake, hayo ni maagizo yaliyopewa, hizo ni shukrani anazotoa kwa waliomteua, ili wakifikiria kwamba labda pengine ana uwezo wa kuwasafisha. Kama chama, kuna vikao vyovyote ambavyo pengine mnatazamia kukaa kwa ajili ya kujadili masuala ambayo yanahusu uchaguzi, pengine na hili ambalo unalisema limefanywa na mwanachama wenu na unasema kwamba ninyi kama chama hamna baraka nalo? Kiko kikao kimeitishwa cha kamati kuu tarehe nadhani 19 ya mwezi huu. Na sasa hicho kikao mimi tayari nina ugomvi nacho, sababu kikao kimeitishwa, alafu alikiitisha anasema nimekiitisha kwa niaba ya katibu mkuu, ajenda mtaikuta mezani. Sasa mimi najiuliza, hivi chama ambacho hakijafanya uchaguzi, hakijafanya kikao tangu mwaka jana, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, unawezaje ukasema kwamba ajenda itakuwa mezani? Kwa sababu ajenda za kamati kuu zinatoka katika secretariat. Sasa ina maana kwamba hiyo secretariat haikujadili yaliyotokana na uchaguzi. Ina maana kwamba haina taarifa yoyote ambayo inakwenda kuitoa kwenye kamati kuu, au hiyo secretariat nayo haipo.
kwa sababu huwezi ukaitisha kikao cha kamati kuu ukasema kwamba ajenda utaikuta mezani wakati ajenda za kamati kuu zinatoka kwenye secretariat. Unless otherwise wana ajenda ya kumfukuza mtu au ya kumsimamisha mtu, kwa hiyo hii ajenda wameamua kuifanya siri. Hata kama wakifanya siri, huyo mtu kwa mujibu wa katiba si itabidi wamuite wamjadili. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba hata hicho kikao kitakuwa ni kikao ambacho kitakuwa na afya na kitakaoweza kusaidia hicho chama katika kukua kwake kwa kisiasa. Yani Evelyn ameingia kwenye chama, anakwenda kama mapigo ya moyo wa chama yalishuka labda mpaka 20, anakwenda kuyamaliza kabisa. Yani anakwenda kugonga msumari kwenye kaburi azike, na matokeo yake ni kwamba itabaki ni jina, lakini wanatuulia chama ambacho kilikuwa na bado kina historia kubwa sana mageuzi katika hii nchi. Kuna historia ya mpasuko hivi sasa, pengine baadhi wanaweza wakaitisha ya kwamba kuna mgogoro kati ya katibu mkuu wa chama na makamu mwenyekiti. Kuna mgogoro wote kati yako na Evelyn? Mimi siwezi kuwa na mgogoro tena, ni kuambie kwamba mimi ndio sababisha mpaka akapata hiyo nafasi kwa kutojua. Na niwe na mgogoro natafuta nini? Mimi kama nilivyokuambia sasa hivi ni mguu mmoja mguu nje, kwa sababu mimi nataka kufanya siasa. Mimi siwezi kuharibu historia yangu katika mageuzi namna hiyo. Mimi kitu ambacho kinanibana sasa hivi na kinanisumbua ni makesi ambayo Mbatia alinifungulia baada ya mgogoro kati yangu mimi na Mbatia. Lakini mimi niwe na mgogoro na Evelyn au hata na mwenyekiti wa chama kwa sababu ya kutafuta nini? Fedha. Kile chama hakina fedha, ndio maana hakuna vikao vinavyoendelea kwenye kile chama. Hakuna ziara, hakuna nini, hakuna chochote. Sasa wewe utagombana naye ili utafute nini? Siwezi kugombana naye kwa sababu ya ubunge wake, kwa sababu siwezi kumuondoa bungeni. Na kwa nini mimi nimuondoe hivyo kwa sababu ya ubunge? Mimi nimekuwa mbunge niliochaguliwa na wananchi, sio kupewa mezani. Mimi nimesota, nimekuja kwa watu wa Rombo nikawaomba, wakaona na stahili, nikapewa mara ya kwanza, nikapewa mara ya pili. Yaani kama nilivyokuambia, kwa mtu yoyote mwenye akili sasa hivi ndani ya NCCR ni lazima akae mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Unless otherwise wanachama wa NCCR Mageuzi wanyanyuke waseme imetosha, tunataka chama chetu. Unaposema mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje, kwako wewe inamaanisha nini? Ni kutafakari ili kufanya mageuzi, whether kuendelea kubaki NCCR au kutoka kwenda kwenye chama kingine. Tuangalie hili, tuachane na NCCR. Hivi karibuni tumeona ujumbe wa Jumuiya ya Madola nchini Tanzania ukiongozwa na aliyekuwa rais wa taifa la Malawi, Lazarus Chakwera. Wewe kama makamu mwenyekiti wa chama, ujumbe wake umeupokea katika tafakari ipi? Mimi nimekuwa nikitafakari. Na nimekuwa nikitafakari kwa sababu najua hizi tume jinsi ambavyo zinaandaa vikao vyake. Mara nyingi kunakuwa na watu wa serikali, mara nyingi kunakuwa na secretariat ambayo ndio inafanya kazi ya kuandaa vikao vya hizi tume. Nilipoona Chakwera ameenda Chadema, ameenda ACT, sijui ameenda kwenye tume hili ndio na rais, nimekuwa nikijiuliza, ni nani anayemwandalia hivi vikao? Ni nani anayemwandalia hizi ziara? Ni nani ambaye anapendekeza amuone fulani, amuone huyu, asimuone huyu? Kwa sababu kitu ambacho Watanzania na serikali inapaswa kujua, hakuna mgogoro kati ya serikali na Chadema. Kuna mgogoro kati ya serikali na wananchi. Hata kama ni muafaka unatafutwa, hata kama ni mshikamano unatafutwa, ni muafaka na mshikamano kati ya serikali na wananchi. Wananchi waliouawa tarehe 29, wananchi ambao wamekuwa vilema tarehe 29, wananchi waliopoteza mali zao tarehe 29, wananchi wanaotaka katiba ya mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tume huru, sio Chadema peke yake, ni Watanzania. Kwa hiyo sasa huyu anayeandaa hii ratiba anasema leo ni kwenda kuona Chadema, kesho ACT. Sawa, mimi sikatai, kwa sababu Chadema ina mengi sana ya kuongea naye.
imeathirika kwa namna nyingi sana. Fikiria mwenyekiti yuko mahabusu, fikiria chama kimezuiwa kuingia kwenye uchaguzi, fikiria chama kimezuiwa kufanya siasa, fikiria viongozi wangapi wa Chadema wametekwa, fikiria viongozi wangapi wa Chadema mpaka sasa hivi watu hawajui waliko. Kwa hiyo kukutana na Chadema ni jambo ambalo mimi naliunga mkono, lakini ni lazima tujue hiyo ratiba yake inaishia Chadema na ACT peke yake. Vipi teki? Vipi BAKWATA? Vipi baraza kuu? Vipi wananchi wengine? Kwa sababu hapa jinsi tulivyo Tanzania, inawezekana tayari huko ndani ya system kuna cheusi chekundu kinachezwa ili awaone watu fulani tu, na pengine atapelekwa mpaka kwa machawa, alafu ripoti itakayotoka ndio hiyo utakayoisikia. Kwa maana hata hii tume ambayo tunaambiwa imeongezewa muda ushahidi utoke mwingine. Nimekuwa nikijiuliza, hii tume haya majaji wanajua kwamba kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ukishamalizika matokeo yake hayajadiliwi popote? Wanajua kwamba matokeo ya uchaguzi mkuu hayapelekwi mahakamani, na ndio maana tumekuwa tukilia kwamba kanuni zirekebishwe, sheria irekebishwe ili matokeo ya urais yaweze kuhojiwa mahakamani. Sasa wao wanafanya uchunguzi, hili watakuwa na uwezo gani wa kisheria wa kuhoji yale ambayo tume inayafanya? Ndio maana tukisema kuna mgogoro, kuna matatizo, watu hawaelewi. Mgogoro ni mkubwa, na angalia hivyo, yani Watanzania wale walio kwenye madaraka tumejifunga kwa namna ambavyo utu tumepoteza, na matokeo yake hatutaki kuwa wazi ili tuweze kushusha suruali, sindano ingie kwenye kalio, dawa ingie tupone. Na jambo lingine ambalo ni labda hoja alizokuja nazo kwamba hata yeye kama vile tume hii ya Chande ilivyoonyesha hadidu za rejea, hivi kuna mwandishi yoyote wa habari au Mtanzania yoyote ambaye ameshaziona hadidu za rejea za huyo mwakilishi wa Commonwealth? Ndio maana nasema sawa, imekuja, lakini kwa kweli tuna shida. Nataka nisikie kwa mtazamo wako, ni mambo gani ambayo unafikiri kwamba yangepewa kipaumbele na mwakilishi wa Jumuiya ya Madola katika mazingira ya sasa? Kwanza, tuna malalamiko ya muda mrefu tangu mwaka 92. Jaji mkuu mstaafu Francis Nyalali anazungumza habari ya marekebisho ya katiba, anazungumza habari ya katiba mpya. Amekufa akiacha hayo yanaongelewa. Baadaye amekuja jaji Robert Kisanga, amezungumza habari ya marekebisho ya katiba. CCM na serikali wameweka tu pamba masikioni. Ameondoka jaji Kisanga, amekuja jaji Maki Bomani na tume yake. Hoja ni hiyo, kilio ni hicho. Ameondoka, amekuja jaji Warioba. Hoja ni hiyo, kilio ni hicho. Amekuja Rais Samia akatengeneza kitu kinaitwa kikosi kazi. Hoja ni hiyo, katiba tume ya uchaguzi. Hivi CCM tangu mwaka 92 hii nchi ni ya kwao. Sasa hiyo ndio iliyosababisha wenzetu Chadema wakaanzisha no reform no election, kitu ambacho ni sahihi kabisa na mimi nakiunga mkono. Unaendaje kwenye uchaguzi wakati sisi tuna uzoefu? Huyo Evelyn anasema hakukuwa na matatizo. Sisi tulioshiriki kwenye uchaguzi tuna uzoefu, wanapanga matokeo maofisini, tuna ushahidi kwamba kura zinaingizwa kwenye maboksi ambazo zimeshawekewa tiki. Sasa ukiingia kwenye uchaguzi katika hali ya namna hiyo, ujue kwamba katika uchaguzi ni watu wanataka haki ya kumpata kiongozi wanaomtaka awaongoze, kwa sababu uchaguzi una uhusiano na maendeleo. Kama humpati kiongozi ambaye unaamini kabisa kwamba anaweza kukuongoza kwenye maendeleo, ni bla bla tu hivi, ni kwamba lazima vurugu itatokea. Sasa kuna hilo la kwanza lazima lijadiliwe, ni kwa nini CCM hawataki
nchi hii tuweke mkataba mpya kati ya watakao kuwa madarakani na watakaoongozwa. La kwanza hilo. La pili ni mchakato wa uchaguzi wa 2025 tarehe 29 mwezi wa 10, pamoja na yaliyotokea, yani ile prosesi yote kuanzia uandikishaji, ballot papers, nini, uteuzi wa wagombea, uteuzi wa wasimamizi, nini kilitokea, lazima hilo tujue. Na siku ya uchaguzi yale yote yaliyotokea, manake watu wanapiga siasa za ajabu kabisa. Tarehe 29 watu wanaandamana, katiba yetu sinaruhusu maandamano. Sasa kwa nini serikali inazuia maandamano? Sababu maandamano ni njia ya kisiasa kueleza hisia za wananchi, hisia za watu. Sasa kwa nini unazuia? Na ni miaka yote tangu tumeingia kwenye vyama vingi, CCM na serikali hawataki wananchi waandamane, waonyeshe hisia zao. Wewe ulisikia IGP alitangaza curfew, watu wasitoke ndani baada ya saa 12. Alitangaza muda gani? Kipindi alichotangaza kilitosha mtu ambaye alikuwa kazini na usafiri huu wa daladala na nini kufika nyumbani salama. Vinginevyo hiyo curfew ingetolewa hata kabla ya tarehe 29, kwamba jamani, sikilizeni, tunatangaza maandamano, haya maandamano ni batili. Sasa siku ya uchaguzi, baada ya kupiga kura, kila mtu aingie ndani. Baada ya saa 12, ambaye hataonekana ndani litakalomkuta shauri yake. Hebu tujiulize. Lakini la nne, tujiulize kama kuna nia nzuri katika taifa hili ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa. IGP analalamikiwa na wengine. Sasa kuna mambo mengi, lakini mwisho, je, haya yaliyotokea sasa, tuna bunge linalalamikiwa, tuna viongozi ngazi ya juu, tuendelee hivi au watu wawajibike, tuanze upya? Jambo ambalo unaona linaendelea kuumiza watu wako, lazima busara zitakufanya kwamba jamani, tufikie mahali liwalo na liwe, ngoja tukae pembeni ili tulete amani. Huo ndio ukomavu wa kisiasa, na sisi ingetuongoza katika hilo, ingeonekana bado ni chama komavu, ni chama ambacho kinaongoza mageuzi, ni chama kinachojali watu. Kwa hiyo mengi ya kujadiliwa yapo na wananchi wanayo. Kama nilivyokuambia, ni kwamba hili sio swala la vyama vya siasa, hili sio swala la Chadema na ACT na NCCR na chama, ni swala la Watanzania. Na Watanzania kuna taasisi nyingi, kuna Legal and Human Rights Center, kuna taasisi za kidini na mambo kama hayo zihusishwe. Mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya mwisho kabisa. Mwisho ningependa kusema hivi, Evelyn Munishi anajua itikadi ya NCCR Mageuzi ni utu. Sisi tunasalimiana utu, itikadi yetu utu. Ajiulize, anafuata hiyo itikadi ya utu au namna gani? Kwa sababu itikadi yetu ya utu haiwezi hata siku moja ikamfanya mwana NCCR akaunga mkono yaliyotokea tarehe 29. Sasa kama wewe uko kinyume na itikadi ya chama chako, unawakilisha itikadi ya chama gani? Asante sana na kushukuru.